Naam, karibu tena katika dawati la habari kuu. Habari kubwa kwa siku ya leo ni sherehe za Mei Mosi kufanyika mkoani Njombe. Jeshi la polisi la wataka wa Tanzania kusherehekea Eid al-Fitr kwa amani. Waumini wa dini ya Kiislamu Afrika Mashariki waswali Eid. Huko nchini Lebanoni, Rais Joseph Aoun asalimu amri ataka mazungumzo na Israel. Na katika anga za kimichezo, mtaka Tanzania kugombea tena urais wa Tanzania Olympic Committee. Jina langu ni Michael Samuel Joji. Mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amewataka watumishi wa umma na sekta binafsi kutumia vyema kipindi chao cha ajira kwa kuchangamkia fursa mbalimbali za kiuchumi zinazopatikana mkoani humo ili kujikomboa na umaskini. Akizungumza katika ziara yake alipotembelea kampuni ya magazeti ya serikali TSN, Mtaka amesema mkoa wa Njombe una fursa nyingi za uwekezaji na biashara ambazo watumishi wanaweza kuzitumia kujiongezea kipato wakiwa bado kazini. Sitanadi zaidi fursa. Beba bango la kinafsi yako ujue kwamba umelipwa mshahara kwa mwaka mzima. Umefanya nini? Wanasema kwamba wanaenda kutangaza uchumi wa kijani. Kama tunavyosema kwamba Zanzibar uchumi wa blue, lakini Njombe wana uchumi wa kijani. Ni uwekezaji katika masuala ya kilimo. Sasa TSN tunaenda kufanya kutangaza fursa za uwekezaji zilizopo Njombe. Jeshi la polisi Tanzania kanda maalum ya Dar es Salaam limejipanga kuimarisha ulinzi na usalama kuelekea sikukuu ya Eid al-Fitr. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, kamanda wa polisi wa kanda hiyo Jumanne Murilo amesema jeshi hilo litachukua hatua za kisheria dhidi ya mtu au kikundi chochote kitakachosababisha tishio kwa amani. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linawahakikishia wananchi wa Dar es Salaam, ambapo sisi tunahudumu kuhusu masuala ya kiusalama, kuwepo kwa usalama wa hali ya juu na washerekee kwa amani sikukuu hii. Sisi tutafanya kazi ya ziada kuhakikisha kwamba sherehe hizi zinakuwa za amani na utulivu. Waumini wa dini ya Kiislamu katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki leo hii wamesherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr. Miongoni mwa nchi hizo ni Kenya, Uganda na Rwanda ambazo zimethibitisha mwandamo wa mwezi. Huko Lebanon, rais wa nchi hiyo Joseph Aoun ameshutumu Hezbollah kwa kusababisha mvutano unaoweza kuathiri uthabiti wa taifa baada ya kundi hilo kuhusishwa na shambulio dhidi ya Israel. Aoun amesema kufuatia hali hiyo, serikali yake imependekeza kuanzishwa kwa mazungumzo ya moja kwa moja na Israel ili kupunguza mvutano na kurejesha utulivu. Na katika anga za kimichezo, mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amesema watawania urais wa kamati ya Olympic Tanzania TOC katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Aprili 12, 2026. Nitachukua fomu kwa sababu naamini kwamba tunaweza tukatransform michezo ya Tanzania. Ukiacha mpira wa miguu, hii michezo mingine yote unahitaji kufika kwenye mafanikio ambayo serikali au mwanamichezo anayatarajia kwa kuwa na Tanzania Olympic Committee iliyo imara. Niseme shukrani sana kwako na nikwambie hadi hapa hatuna la ziada. Endelea kufuatilia habari kupitia mtandao ya kijamii ya Daily News Digital katika Instagram, Facebook na X. Asante kwa kutufuatilia. TSN zaidi ya habari. Langu jina ni Michael Samuel Joji. Shukrani.